Na shilingi milioni 60 zililipwa kama fidia kwenye mradi wa ujenzi wa njia 4 wa barabara Ifisi Tuinsaraga, njia 4. Sasa na ili fidia kwenye eneo la kuchimba kifusi kwa ajili ya ujenzi wa hii barabara. Sasa moja ambalo tulibaini la kwanza kitongoji sio mamlaka, lakini izini. Kwa hiyo tukashangaa kwa nini hela zilienda moja kwa moja kwenye kitongoji. Kwa hiyo ilikuwa kosa la kwanza kwamba hela zikapelekwa kwenye kitongoji moja kwa moja, badala ya mji mdogo apokee hela hizo kwamba ndio ni mamlaka au halmashauri ya wilaya ya Mbeya vijijini. Sasa ni kweli sasa tumebaini hela zimeingia kwenye akaunti ya kitongoji hicho na matumizi zimetumika. Kuna hela zimepotea sehemu ya hela. Kweli ni yani zanati imejengwa, lakini kuna baadhi ya hela zimepotea. Kwa hivi tuko kwenye uchunguzi, tuko hatua za mwisho na pindi tutakapokamilika tutaambia. Na moja hapo pamoja na tayari hata ukaguzi maalum umeshafanyika. Kwa hiyo tunasubiri kukamilisha uchunguzi zeni watu waweze kufikishwa mahakamani. Kwa hili ndio ambalo tunaweza kwenda, kiwemo kuokoa. Sasa leo siwezi kusema ni kiasi gani, yani kwa sababu kuna hela zionekana hazijafanya chochote kwenye matumizi. Maana yake na hela hazina maelezo zimeenda wapi. Kwa hizo zitafuatiliwa. Mimi naomba leo conclude kiasi gani na zimerudisha kiasi gani. Maana yake sasa zimeshapotea, maana yake si zimefujwa. Maana yake si kwamba zipo. Kwa maneno mengi si kwamba zipo, maana yake zimetolewa zote lakini zimefujwa. Kwa hiyo tutachukua hatua kuhakikisha kwamba hizo hela, na tutashirikiana. Hata jana tulikuwa na kikao na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya pamoja na mambo mengine, ile pia tuliliongelea, na pia kwa kushirikiana na yeye tuhakikisha kwamba hizo hela zimerudi ili ziweze kufanya kazi kusudiwa. Kwa hiyo mtuhumiwa mkubwa pale ni mwenyekiti na mtendaji wa kitongoji ambaye ni sawa sawa na mtendaji wa kijiji, lakini yeye ni mwenyekiti kwa maana mwenyekiti wa kitongoji, si mtaa, mtendaji wa kitongoji. Nadhani umeelewa. Unaweza kaona utata uliokuwepo, na hata jana ambalo lingine tulikuwa naongelea ni kuhusiana na utata. Kwa nini hivi vitongoji vinapewa hadhi ya vijiji au hadhi ya mitaa kwenye mamlaka ya kama hivyo kwa jiji la Mbeya? Si kuna mitaa ambayo ina wajumbe wa mitaa ambao ndo tunapofanya uchaguzi hivi vitongoji, yani mitaa yetu tunachagua mwenyekiti wa mtaa na wajumbe. Hata kwenye kijiji tunachagua mwenyekiti wa kijiji na wajumbe na mwenyekiti wa vitongoji ambao wanaunda serikali ya kijiji. Kwa hiyo kuna shida hiyo kwenye vitongoji vile vidogo kwenye mji wa Mbalizi, ambalo nafikiri tunafanyia kazi, tutajua tunafanya nini. Hatua nyingine ni TAKUKURU ilifanikisha kurejesha eneo lenye ukubwa wa ekari 4 kwenye mamlaka ya mji mdogo wa Mbalizi ambalo ni kitongoji cha Itimba. Eneo hilo liko kwenye kata ya Utengule Usongwe, na kilikuwa katika mchakato wa kutaka kuuzwa visivyo halali na hicho kitongoji. Kwa hivyo kutokana na sababu hiyo tukazuia, kuchukua hatua za kuzuia kupitia kwa kushirikisha ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Mbeya. TAKUKURU mkoa wa Mbeya amefanikisha kuokoa milioni 15. Hii inatokana na mikopo ya vikundi maalum ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu iliyotolewa na halmashauri ya Mbalali kutoka kwenye hicho ni kikundi kinaitwa Youth Revolutions Group. Hicho kikundi kiliweza kwa maana mwenyekiti, katibu na mhasibu wao waliweza kushirikiana kuzitoa hizo hela kama kwa njama na yani kujikopesha, kujipatia wao wenyewe, lakini na huku akiwa acha wenzao 6 ambao ni wanachama wenzao asipokuwahusisha.
Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACVET namba REG/ANE/029 anapenda kutangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa kozi fupi za computer application, graphics and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.